Kuna story moja nilisha kusoma ya dada mmoja anaitwa Deb Makomba ambaye alikuwa na ndoto kuwa mwandishi wa vitabu. Na baada ya kuolewa mume wake akamwambia hawezi hiyo kazi. Hakuwa anamuona kama anaweza kufanikiwa kwenye ile eneo. So what she did, akaamua kuachana na ndoto. Lakini every time hiyo ndoto inapiga kelele ndani yake kwamba ninao uwezo na hii ndio passion yangu. Siku moja usiku akiwa wamelala na mume wake akaanza kulia usiku. Alianza kulia, mume wake alipomuuliza akasema nalia kwa sababu naona umri wangu unakwenda alafu ndoto yangu haijakamilika na naona kama vile naenda kuipoteza. Mwanzo akamuuliza ndoto gani? Akasema nataka kuwa mwandishi wa vitabu. Akamaanisha kuambia you cannot do that. Chagua kitu kingine nitakusupport. Akasema naomba unipe hata 1 year nijaribu. Nikishindwa it's okay. Kwa hiyo mume wake kwa kejeli tu akamwambia jaribu lakini najua utafeli. Kwa hiyo akanunua typewriter, akawa akimaliza kazi za nyumbani watu wameenda kulala anaanza kuandika. Baada ya mwaka akafanikiwa kuandika kitabu chake cha kwanza. Alipokipeleka kwa publisher wakakipenda sana. And the next year kitabu chake kilipozinduliwa alifanikiwa kuwa New York bestseller. Akauza more than 1 million copies ya hicho kitabu. Baada ya miaka 5 alifanikiwa kurelease vitabu 5 ambavyo vilichezewa movie ya hivyo vitabu. Kiasi ambacho alikuwa anaingiza pesa nyingi mpaka akamwambia mume wake unaweza kustaafu sasa, naweza kukulipa pesa yote ambayo unaitaka kupitia hela anazoingiza kwenye movie na vitabu. Watu wengi sana wanapozaliwa mpaka wanapofikisha miaka 18 na kuelekea mpaka 39 huwa kila wanachofanya huwa wanajiuliza watu wataonaje, watu watasemaje. Kwa maisha anayoishi, nguo anazovaa, gari anaendesha, mahali anapokaa, anajiuliza tu watu watanionaje, watu wasema. Anakuwa na sensitive na other people's opinion. Akishafikisha miaka 40 kuelekea miaka 59 anaanza kusema I don't care. Waseme wasiseme shauri yao. Mimi nitavaa ninachotaka, nitasuka ninavyotaka, nitaishi ninavyotaka, haya ni maisha yangu. By the time anafikisha miaka 60 anagundua hakuna mtu aliyekuwa anafuatilia maisha yake. Kila mtu alikuwa busy tu na matatizo yake kwenye jamii na matatizo yake ya kifamilia. Eneo la kwanza ni mental health. Utajiri wako unaambatana na akili. Kwa sasa hivi hili jambo limezungumzwa sana. Na ukweli ni kwamba wako watu wengi ambao ukiwaangalia unaona wako sawa, lakini ukweli ni kwamba hawako sawa. Sasa lazima uwe mtu ambaye una take care of your mental health, kwa sababu value ya brain yako ndio value ya career yako. Ndio maana kwenye sensa watu hesabu watu ambao wana mental disorder, kwa sababu sio resource katika nchi. Kwa maana yake nikishindwa kuweka uwekezaji mzuri kwenye ufahamu wangu na kutunza ufahamu wangu, kwa maana afya ya akili, kuna uwezekano mkubwa sana sitaweza kufanikiwa. Na hapa tunazungumzia issues za stress management na mambo yanayofanana nayo na emotional management kwa ujumla wake. Eneo la pili ni health. Ni muhimu ku take care of your health, kwa sababu malengo yote ulionayo yanabebwa na mwili wako. Longevity ni ya muhimu. Umri wako wa kuishi ni wa muhimu katika kuhakikisha umekamilisha malengo yako. Na kitu ambacho ningependa nikukumbushe ni kwamba usipojijali possibly hakuna mtu atakayekujali. Kuna wakati nilifanya utafiti wa kuangalia watu ambao kwenye familia zao ni tegemezi. Yaani wanategemewa. Either kwa sababu ni watoto wa kwanza au kwa sababu wamefanikiwa katika namna fulani ya kimaisha. Kwenye kila familia kuna watu wanainuliwa wakiwa kama ni nguzo za hizo familia. Na mara nyingi wanainuliwa kupitia vipaji, au watapata elimu zaidi ya watu wengine, au watafanikiwa kwenye eneo la kifedha zaidi kuliko watu wengine. Watu hao ukiwachunguza, wengi wao huwa waishi muda mrefu. Na sababu ni moja tu. Ni kwa sababu anabeba mizigo mikubwa kwa muda mrefu, akiamini kuna siku atakuja kupumzika au ataambiwa na ndugu zake apumzike. Na anakuja kugundua hakuna siku mtu yote anamwambia apumzike. Wanaambia watu, the problem of being a lion in the jungle is that no one will ask you in the morning how are you doing. Ukiwa simba katika mwitu, hakuna mnyama mwingine anamuuliza simba unaendeleaje. Kwa sababu huwa tunaamini simba haumwi, simba hachoki, simba haishiwi nguvu, simba hana matatizo. So if you are the strongest person in your family, hakuna mtu atapata muda wa kukuuliza unaendeleaje afya yako. Hakuna mtu atakuuliza kama umefanya check up. Hakuna mtu atakuuliza ulimwambia jana unaumwa, utashangaa. Nobody make a follow up, kwa sababu wanaamini wewe ni mtu imara na mtu hodari. Matokeo yake ni nini? You'll spend a good time of your life kwenye investment ya watu wengine, afu utagundua wewe hujainvest kwako, na muda unapohitaji watu wengine hawatajitoa kama wewe ulivyojitoa kwako. Alafu utalaumu na kulaani. Sasa the problem sio za kwao, problem ni ya kwako. Kwa nini?
kwa sababu human beings are selfish. Ndio maana sio kila unayemfanyia kitu chema utarajie naye atakufanyia kitu chema. Sisi wote hapa tuna selfish nature. Ndio maana picha za hii tukio zikitoka, ukitumia group photo, picha ya kwanza kuangalia itakuwa ni ya kwako kwenye ile picha. Kama umetokea vizuri utaiposti bila kujali mwenzako mdomo umekaa pembeni. That shows human beings we are selfish. So watu wako hivyo. Kwa hiyo if you don't take care of your health, no one else will take care of your health. Usipopumzika hakuna mtu atakupa nafasi ya kupumzika. You need to make yourself a priority when it comes to physical health. Eneo la tatu